tuweze kufanya tafakari juu ya neno moja, sala. Sala, kusali, kuomba. Maandiko matakatifu tuliyasikia Dominika ya leo yanatualika kwa neno hilo, kwa jambo hilo la sala, la kusali bila kuchoka. Kuna bango ambalo baba paroko fulani alitundika kwenye mlango wa kanisa likiwa na ujumbe huu: Je, una muda wa kusali? Mungu ana muda wa kukusikiliza. Mwisho wa kunukuu maandishi yaliyokuwepo kwenye bango. Je, una muda wa kusali? Jibu: Mungu ana muda wa kukusikiliza. Kama huna muda wa kusali, Mungu atakusikiliza wapi? Unaposali unakuwa unazungumza na Mungu, unamwomba Mungu, na Mungu ana masikio ya kukusikiliza. Pia kupitia kinywa cha nabii Yeremia, Mungu anakuambia, na nukuu, niite nami nitakujibu na kukuambia mambo makubwa yaliyofichika ambayo hujapata kuyajua. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 33 aya 3. Yesu anasisitiza akisema, na nukuu, ni lazima kusali daima bila kukata tamaa. Ni lazima kusali daima bila kukata tamaa. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Luka sura 18 aya kwanza. Na wahenga wetu, wazee wetu wamesema, na nukuu, muomba Mungu hachoki, akichoka kesha pata. Mwisho wa kunukuu. Hekima ya wahenga: muomba Mungu hachoki, akichoka kesha pata. Na anayechoka na akapata, sio anakuwa naomba nini? Kisha choka katika kusali, wewe unaomba vitu vya kipuuzi. Inabidi muombe Mungu mambo ya msingi: kushinda dhambi, mambo ya msingi kuomba wokovu, mambo ya msingi kuomba utakatifu, mambo ya msingi kuomba Roho Mtakatifu. Huko hakuna kuchoka. Sala inahusisha mwili mzima. Sala haihusishi mdomo tu, kinywa tu, ulimi tu. Ndio kusema bubu asali. Bubu asali anasali. Kwa hiyo la kuzingatia unaposali,
huhusisha mwili mzima. Mfano, nafsi yako. Nafsi yako. Soma Zaburi ya 25 aya ya kwanza, Zaburi ya 42 aya ya pili, Zaburi ya 63 aya ya kwanza, Zaburi ya 86 aya ya 4, Zaburi ya 103 aya ya kwanza hadi ya pili, waraka mtume Paulo kwa Rumi sura 12 aya ya kwanza. Ukisoma hapo utaangalia kwa undani jinsi ya kuhusisha nafsi katika sala. Sala inahusisha akili. Akili. Soma Zaburi ya 47 aya 7. Usije hapa kusali wakati una akili kwa nyumbani. Nafikiri nikirudi huko nitakuta tukawatangu tuko salama, au kandizi kangu, au kambuzi. Akili kwa nyumbani huko, au akili kwa mchumba wako kama haja kusali. Akili kwa mpambe wake huko, akili kwa kwingine. Akili uiweke hapa hapo katika sala. Sio kiwiliwili mwili, lakini akili iko mbali. Sala inahusisha moyo. Soma Zaburi ya 20 aya ya 4, Zaburi ya 109 aya ya 7, Zaburi ya 131 aya ya kwanza, Zaburi ya 147 aya ya 3. Barua ya Yakobo sura ya 5 aya 13. Sala inahusisha pumzi. Napokuwa napumua, na kweli kupumua kweli sala. Napopumua wewe unasali. Sali Zaburi, soma Zaburi ya 150 aya ya 6. Sala inahusisha miguu. Miguu. Unapoanza safari kutoka nyumbani kuja kusali, hapo sala mianza. Kwa hiyo kutembea kwako kuja kusali kwa ni sala. Na shukuru wengine wanatembea anapotoka nyumbani anaenda na sali rozari. Anatembea na sali rozari. Anamwomba Mungu mpaka anafika kanisani. Anaanza kusali, kutafakari jinsi atakavyomwomba Mungu, atakavyotubu makosa yake. Na unaporudi, anarudi anasali. Kurudisha baraka kuzifikisha nyumbani. Inahusisha miguu, kutembea. Na unapofika kanisani, miguu unaitumiaje? Wanasema kupiga magoti, unapiga magoti. Sala hiyo, kuonyesha unyenyekevu. Simama, unasimama. Miguu inahusika hapo. Sala inahusisha miguu. Soma Zaburi ya 122 aya ya 2 na Injili ya Mathayo sura 17 aya 14. Sala inahusisha mikono. Mikono. Tumesikia katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya 8 hadi ya 13 jinsi Musa alivyokuwa anaamsha mikono akiomba. Alipokuwa akiamsha mikono, basi anashinda vita. Akishusha mikono anashindwa. Naona na kuhani anapokuwa na sali, kama anaposali tuombe, ananyanyua mikono. Anasali, anaomba. Kuinua mikono. Wewe muumini, kusali kunahusisha vile vile nidhamu ya mikono yako unaposali. Nala mwingine pengine nakuja kukomunika, mikono umeweka vizuri hivi, umeifumbata mbele ya kifua chako. Kuonyesha heshima na fumbata mikono. Mtu mwingine anakuja kusali, anatupa mikono huku, tafikiri huko kwenye jukwaa la warembo.
Hapa sio jukwaa la warembo hapa. Inahusisha mikono, kushangilia, kupiga makofi. Sala hiyo kuonyesha furaha na shukrani. Sala inahusisha mikono. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 9 aya 29 na sura 17 aya 11. Sala inahusisha kinywa, mdomo, ulimi. Soma Zaburi ya 34 aya kwanza, Zaburi ya 51 aya 15, ya 54 aya pili, Zaburi ya 63 aya 5, Zaburi ya 66 aya 17 na Zaburi ya 109 aya 30. Sala pia inahusisha macho. Macho. Soma Zaburi ya 14 aya kwanza. Macho. Hasa macho ya moyo. Tu maana watu wengine ni watakatifu wanasali amefumba macho. Anafumba macho kusudi amuone Mungu. Atafakari yaliyo ndani mwake. Akiangaziwa na dhamiri. Kwa hiyo anaruhusu dhamiri iwe macho yake na moyo uwe macho yake. Anafumba macho. Kwa hiyo sala inahusisha macho. Kufumba macho maana yake usiangalie mambo mengine ambayo yanaweza kukutawanya kwenye sala. Tawanya kwenye sala. Nikuja kusali, mtu anaingia na kiatu chake, chini amefunga misumari na vyuma, kinaenda kinapiga kelele, wewe unafumba macho kuangalia huyo, baada ya kuangalia mzali. Kumbe hicho kiatu kinakuja kinatangaza si nywele zake, si hereni, kusudi geuke muone. Unaposikia hayo, fumba macho. Angalia mstari uko moja. Sala inahusisha macho. Basi mambo mengi yanahusiana na mwili, kama nilivyo eleza hapo. Basi muumini daima unaalikwa kuinua macho yako. Muumini ainue moyo wake. Muumini ainue moyo wake. Pale anapoadhimisha misa, afikapo mahali fulani, huamsha mikono juu akiwalika waamini akisali hivi: inueni mioyo. Naitikiaje? Kwa hiyo daima inua hiyo mioyo. Naweza kuimba, naweza kusoma kwa kawaida, inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Na kisha umeinua moyo wako kwa Bwana. Biblia inaagiza waamini wote wasali kama Musa. Wainue mikono yao wakisali bila hasira wala ubishi. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 8. Maana yake tumuinulie Mungu moyo uliotakata kama mtunga Zaburi alivyosali, na nukuu: dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Mwisho wa kunukuu kutoka Zaburi ya 51 aya 17. Unaposhusha moyo wako unaushushaje? Moyo wako unaushusha kwa kutenda dhambi. Sala yako inakosa nguvu, haiwezi kujibiwa. Biblia nasema, na nukuu: basi ukipeleka sadaka yako mbele ya madhabahu
na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako ana ugomvi nawe, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi ukatoe sadaka yako. Mwisho kunukuu kutoka Injili Mathayo sura ya 5 aya 23 na ya 24. Daima tusali kwa Mungu bila kuchoka. Musa katika somo la kwanza na mwanamke mjane katika somo la Injili ni mifano bora ya uvumilivu, amani na matumaini katika kusali, katika kumomba Mungu. Somo la Injili linafunguliwa kwa mwaliko huu, na nukuu: Yesu aliwaambia wafuasi mfano ya kwamba imewapasa kumomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Soma Injili ya Luka sura ya 18 ya kwanza na Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 7 hadi ya 11. Mtakatifu Paulo mtume wa mataifa anasema, na nukuu: salini daima mkiomba msaada wa Mungu, salini kila wakati kwa nguvu ya Roho, kesheni bila kuchoka mkisali kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Mwisho kunukuu kutoka waraka mtume Paulo kwa Efeso sura ya 6 aya 18. Hali kadhalika naye Roho anatusaidia katika udhaifu wetu, maana atujui navyo tupasa kuomba, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu kwa mlio wa huzuni usioelezeka. Mwisho kunukuu kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Rumi sura ya 8 aya 26. Sala siyo mbubujiko wa maneno mengi kama Yesu anavyotufundisha akisema, na nukuu: mnaposali msipayuke maneno kama watu wasiomjua Mungu. Wao udhani ya kwamba Mungu atawasikiliza eti kwa sababu ya maneno mengi. Mwisho kunukuu kutoka Injili Mathayo sura 6 aya 7. Mungu si kiziwi. Mungu anasikia. Na Mungu si kipofu. Mungu anaona hata yale yaliyo ndani ya moyo wako ambayo hujatamka. Lakini bora zaidi unapoyatamka. La kuzingatia unaposali ni kwamba hakuna sala isiyojibiwa na Mungu. Sala zote, maombi yote hujibiwa na Mungu. Hilo nimelishuhudia mimi mwenyewe. Mungu hajawahi kutojibu sala zangu. Ninachomuomba Mungu ananijibu.